Katika maeneo mbalimbali ya taifa hili, maelfu ya wajane, mayatima na wakulima chipukizi wanaishi kwenye ardhi ambayo kisheria hawawezi kumiliki, ingawaje inamilikiwa kihalali na familia zao. Hatimiliki za ardhi zipo, japo zina majina ya marehemu. Kwa vile taratibu za urithi ni ghali na tata, wengi wao hawawezi kurithi au kustawisha ardhi hiyo, huku baadhi wakikabiliwa na hatari ya kupoteza kabisa. Mwanahabari wetu Ben Chumba alikita kambi katika gatuzi la Taita Taveta na kutuandalia simulizi ya kipekee kuhusu madhila yanayowasibu wamiliki ardhi ambao hawana hati miliki. Barabara za kuelekea kijiji cha Luvoro kwenye kaunti ya Taita Taveta ni ndefu na iliyojaa vumbi. Hapa wakazi wengi wanaishi katika ardhi ambazo hawawezi kumiliki kisheria. Wanazilima, wanazilinda na hata kuzikwa humo. Lakini kwa mujibu wa rekodi zilizoko, wao si wamiliki halali wa ardhi husika. Nyuma ya boma hili lililosheheni kishindo cha ukimya ni uhalisia wa machungu. Mama, binti na mjukuu, na hatua chache tu kutoka waliko, makaburi manne yanawakondolea macho. Japo kwa familia hii mahangaiko hayakufikia kikomo na maziko yalianza na taratibu za urasimishaji. Baba alituacha mwaka wa 2018. Ilikuwa Disemba tarehe 26. Alikuwa ameshawagawia kisehemu, hichi ni cha mtoto fulani, hichi ni cha mtoto fulani, hichi ni cha mtoto fulani. Basi Mungu akawachukua kabla ya mzee. Mzee akafa nyuma. Hatimiliki ya ardhi ingali na jina la marehemu, ambapo kisheria inamaanisha ardhi hii haiwezi kuwasaidia wanaoishi humo. Tulijaribu kufuatilia ili kila mtoto apewe title deed yake kulingana na haki yake venye aligawanyiwa. Ilikuwa ngumu kwa sababu kwanza ni gharama. Hiyo pesa ni nyingi sana ya kwenda kufanya hiyo kugeuza majina. Hatuna uwezo kwa sababu tuseme brothers ambao ni wakubwa wote walipasi. Tulibaki wawili. Sasa kufikia hapo tulikwama na tumekwama mpaka saa hii. Kwa vizazi vichanga, athari zake zimewadia haraka na zinatamausha zaidi. Kuna hizi shamba za brothers ambao walipewa, waliacha watoto. Watoto pia walitaka ili wajiendeleze, kwa maana walisoma wakafikia form 4 wakabaki. But ilifika pale hawezi pewa, hakuna usaidizi kwa sababu title deed ni ya baba, ni ya babu yao. Sasa kama nyanya ana kazi, shangazi ndio huyo atafuti ile kidogo atapata atuletee tuishi hivyo. Na hali hiyo haiathiri familia wala kijiji kimoja pekee. Shamba nililopewa title limeandikwa jina la babu ya babu yangu. Inamaanisha ya kwamba hata babangu bado sio mmiliki wa ile title. Pamoja na babu yangu pia yeye sio mmiliki wa ile title. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na viongozi wa kidini wamesema visa hivyo vinaathiri maelfu ya wakazi. Pale wale kina mama ambao wangesema waume zao walikuwa na title deeds, pia wengi walikufa kama hawajashirikisha wake zao. Kwa hivyo wakawa si partners katika ownership ya land. Na wengi pia walikufa intestate. Hawana will, hawajaandika ile wasia yao ya kwamba mali yangu igawanye namna gani. Na pale pia pamegawanya yule ambaye alitamka kwa midomo ama kaweza kuandika pia, lakini unakuta kwamba bado title deed ilikuwa kwa jina lake na shaenda mbele za haki. Mtu ambaye ameachiwa urithi labda na mume wake, alafu nakuta family inaingia inataka kupokonya ile haki yake. Ili kuhamisha umiliki wa ardhi baada ya kifo cha mmiliki, familia sharti zipitie mahakamani, zishirikishe mawakili, zikumbatie urasimishaji, uidhinisho wa afisi za usajili na kuhifadhiwa kwenye faili za afisi mbalimbali. Mchakato huo unaweza kuchukua zaidi ya mwaka moja, wakati mwingine unagharimu zaidi ya thamani ya ardhi husika. Mpaka saa hii imekuwa ni kotini, nyumbani, kotini, lipa, sijui judiciary pesa imelipa kwa judiciary, tungojee mwezi mmoja, kuna barua itakuja, letter of grant itakuja. So sasa tunangojea letter of grant. If you ask them to go through that very long process, court process, gazettement, legal fees, it gets to a point where it doesn't make sense, because the value of the land is actually sometimes lower
than how much they're going to pay in the process. Kwa hivyo inakuta watoto wanakosana kuhusu yale mashamba. Hakuna mtu ana right kulima kwa sababu kila mtu anasema hili ni la babangu, hili la babangu, na ili hali hakuna jina yoyote na pia ya babako kwa ile shamba. Viongozi wa kifedha kwenye sekta ya kilimo sasa wameonya kwamba tatizo hili silo la kifamilia tu, sasa limegeuka kuwa janga la kitaifa la kiuchumi. I'm convinced, and all the evidence is there, that we have a national problem. But the problem has been with us for so long that Kenyans have accepted that that is the norm. There's nobody who is pushing for a change, for reforms. Mataifa mengine yamerahisisha urithi katika viwango vya utawala mashinani, kupunguza muda na gharama zinazohitajika. Tuko na mama kwa sasa ameshikilia title deed ni ya bwanake. Hatuombi apasi before sisi, lakini sasa anaweza kaenda ghafla. So akienda ghafla tutabaki tu na title deed ambayo si ya kwetu. Mwenyewe alipass, bibi yake alipass. So sisi tutabaki tu. Ningependa tu kuomba serikali iweze kurahisisha hili swala. Irahisishe hili swala kwa ili ya kwamba hizi huduma zije hapa mashinani. Yafanye education kwa hawa wazee wetu. Ndio ili isionekane kwamba nikiandika wili yangu ni kwamba nimejitakia kukufa kesho. Ukweli wa mambo, tupande wapi twende wapi, kufa kuko. Kwenye vijiji hivi vyote mitindo hiyo inajirudia. Makaburi yanapakana na mashamba. Watoto, mbali na kuwa na hatimiliki za ardhi, hawawezi kuzitumia. Wajane wanaolinda ardhi husika hawawezi kuhamisha urithi, huku vijana wakikosa fursa muhimu msimu baada ya mwingine. Ardhi hizo zinawalisha, kuwapa makazi na kutumika katika shughuli za maziko, lakini kisheria haziwezi kuwawezesha. My honest opinion is that there is no greater issue for Kenyans to deal with than this one. So if there's going to be a conversation by Kenyans about reforms, things that needs to be changed, this must be part of that conversation. Wamesema urithi haupaswi kuwa istihaki ya mabwenyenye, lakini inastahili kuwa haki ya kila mmoja. Ben Chumba, Kurunzi Mashinani.